Kuna hii ndoto ya kuota unachomwa sindano au unaumwa kabisa, umelazwa hospitalini. Na wengine kabisa hutokea kwenye ndoto wanaota wameenda kupima HIV wakakuta wako positive. Mwenye sauti hii ninaitwa Pastor Phil Mbasha, nabii wa ndoto. Namba ya simu unaiona hapo kwenye screen yako, ni namba yangu ya simu. Unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuwasiliana pamoja na mimi. Kama unahitaji kujifunza zaidi, unaweza ukaandika neno niunge ukatuma kwa namba hiyo kwa njia ya WhatsApp. Tutakuunganisha kwenye madhabahu ya maombi ambayo utakuwa unajifunza zaidi. Ukiona kwenye ndoto unachomwa sindano, sindano huwakilisha mlango ambao unaweza ukapitisha kitu chochote ambacho wamekikusudia kwenye ulimwengu wa roho. Mfano magonjwa. Na magonjwa hayo hususan huwa yanategemea sana matibabu kwa njia ya sindano. Naomba tulithibitishe hili kupitia neno la Mungu, kitabu cha Luka 18 mstari wa 25. Hapa ni Yesu mwenyewe anasema, maana ni rahisi sana ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Hapa unaona kiuhalisia ngamia ni ngumu sana kupenya kwenye tundu la sindano, ila kwenye ulimwengu wa roho ngamia anaweza kapita katikati ya tundu la sindano. Hapo tunaona sindano ni mlango wa ngamia kupenya. Kumbe unaweza ukachomwa tu sindano wakapitisha ugonjwa mkubwa sana ukaingia kwenye maisha yako. Kwenye ndoto unaweza ukachomwa sindano ikakuletea ukimwi. Unaweza ukachomwa sindano kwenye ndoto ikakuletea ugonjwa ambao unaweza kuchomwa tu sindano kwenye ndoto ikakuletea ugonjwa ambao ni mkubwa sana na ukakusumbua kwa muda mrefu sana. Hivyo unapoota sindano usipuuze, maana kuna baba mmoja alichomwa sindano kichwani, kichwa kikawa kinamsumbua sana. Akaenda hospitalini wakasema kuna shida, anatakiwa afanywe operation, ana uvimbe wa kichwa. Akanishirikisha, nikamwambia no, hiyo sio operation. Hiyo tunatakiwa tuitibie rohoni kwanza kwa sababu Mungu alishakusemesha. Na ni kweli tulipomaliza maombi hakusikiaga tena kichwa kuuma na hakurudi tena hospitalini mpaka leo yuko mzima. Na yeye mwenyewe pia aliamini kwamba Mungu ameshamtendea muujiza. Namba 2, unaota tu unaumwa. Kwenye ndoto unaona ni mgonjwa, unaona unatumia dawa, unaweza kaota uko ICU umelazwa. Hiyo ni taarifa ya kwamba kuna magonjwa nyemelezi kwenye ulimwengu wa roho yameandikwa ya kuingilia. Vile ambavyo unaota unaumwa ndivyo unavyotakiwa umwe mwilini. Vile unavyoona umelazwa ndivyo unavyotakiwa ulazwe. Sasa hapo kwenye kulazwa mtu unaweza kaota umelazwa hospitalini alafu kachukulia kawaida. Kesho na kesho kutwa unapata hata ajali unajikuta uko ICU. Ni taarifa kabisa ya maradhi, magonjwa ambayo yanaweza kukupata muda wote. Ukimotea mtu yote anaumwa, usikae kimya. Ni taarifa ya kimungu ya kwamba mtu huyo anaweza kaingia kwenye magonjwa. Yamkini yale magonjwa yanaweza kapelekea mauti kwake au yakampitisha kwenye wakati mgumu sana kimaisha na kiafya pia. Ninayatamka maneno haya ninaitwa Pastor Phil Mbasha. Ukishare video hii pia tutakuwa tumehubiri pamoja. Ukisubscribe ni sadaka tosha kabisa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.